Waswahili wanasema moja kati ya kitu ambacho ni changamoto kwa wachezaji basi ni majeraha. Dickson Job, wenyewe wanamuita BBD, Big Brain Defender, hatimaye amefanyiwa upasuaji na rasmi atakuwa nje kwenye klabu yake Young Africans kwa miezi kadhaa. Tunakwenda kuangazia pigo kwa Young Africans itakuwepo kwenye eneo gani hasa, lakini pia je, ni wakati wa Young Africans kuingia sokoni na kutafuta mlinzi mwingine wakati au walioko wanastahili kuweza kuendelea kubakia na Young Africans iliyoko chini ya mwalimu Pedro Goncalves. Jina langu Leopard John, niko hapa na Mdachi Ali Omari, nyuma ya kamera ni Yusufu Ramadhani Mpuma. Mdachi, Diogo mara baada ya kupata majeraha kwenye mechi dhidi ya Simba rasmi sasa atakaa nje kwa miezi kadhaa na tayari jeraha lake limeonekana kuweza kuwa kubwa. Ni pigo kwa Young Africans moja kwa moja hasa kwenye la ulinzi. Ukizingatia alikuwa ni mchezaji ambaye yupo kwenye kikosi cha kwanza cha mwalimu. Unapokitaja kikosi cha kwanza cha Pedro Goncalves lazima ukute jina Dickson Job. Na ndio maana hata katika michezo ambayo ameicheza msimu huu, ukianzia na mchezo wa dabi ya Kariakoo, alikuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao ni kikosi cha kwanza. Anakwenda kupata injury ambayo inamgharimu mwalimu na anakwenda kukosekana kwa miezi kadhaa. Pengo linaonekana katika eneo la ulinzi. Lakini pia hii ni nafasi kwa wachezaji ambao walikuwa wapate muda. Bakari Nondo Mwamnyeto amekuwa akipata nafasi baada ya Dickson Job kutoka nje, aidha kwa majeraha ama kwa mpango wa mwalimu kufanya mabadiliko kulingana na hali ya mchezo. Kwa hiyo kwa wakati huu ambao timu sasa inahangaika, haina beki katika eneo hilo ama wamepungukiwa beki katika eneo la ulinzi. Wao walinzi ambao wapo wanamaanisha Bakari Nondo Mwamnyeto pamoja na Frank Yasinki, ni nafasi yao wao kumwonyesha mwalimu kwamba wana uwezo wa kukava ile nafasi na wakaifanya Young Africans kutoeleka katika eneo la ulinzi wakati ambao Dickson Job hatakuwepo kwenye kikosi moja kwa moja. Sawa, unakuja kuangalia Job amekuwa ni muhimili kwenye eneo la ulinzi kwa Young Africans, kwa maana mpaka hivi sasa Young Africans ndio timu pekee kwenye ligi kuu ya NBC Premier League iliyoruhusu magoli machache, wakiwa wameruhusu goli 2 pekee. Pengine Young Africans kwenye mechi ambazo zinafuata compared na mchezo mgumu dhidi ya Azam, pengo lake kiwanjani litaonekana, kwa maana Young Africans itavuja kwenye hilo eneo. Pengo lake linaweza kuonekana katika sehemu moja. Ukumbuke aina ambayo walikuwa wanatumika kucheza Dickson Job haiwezi kufanana na anavyocheza Bakari Nondo Mwamnyeto ama anavyocheza Frank Yasinki. Kwa kwenye style of play ambayo mwalimu alikuwa ananufaika kulingana na Dickson Job akiwa kiwanjani, maana yake anakwenda kuathirika kwa namna ambapo kuna kitu kinaenda kupungua. Ila kama wataweza kufanya zaidi ya kile ambacho alikuwa anakifanya Dickson Job au wakampa cha ziada kingine cha mwalimu cha kufanya kiwanjani au walinzi wawili ambao wapo kwa sasa na maanisha Bakari Nondo Mwamnyeto na Frank Yasinki, basi kuna hilo pengo ama kukosekana kwa Dickson Job kunaweza kusionekana kwa aina hiyo. Lakini kama watashindwa kudeliver kitu ambacho kitampa mafikirio mapya mwalimu kwenye kikosi juu ya mpango mpya ambao utakidhi kwa wakati ambao Dickson Job hata kwa kwenye kikosi, basi pengo lake linakwenda kuonekana moja kwa moja katika eneo la ulinzi wa Young Africans. Hasa ukizingatia wakati ambao alikuwepo, kuna namna ambavyo timu ilikuwa inapata aweni ambayo imekuwa bora sana katika eneo la ulinzi, kuzingatia katika ligi kuu ya NBC na michuano mingine ambayo wameweza kushiriki msimu huu kabla ya kupata injury ambayo ameipata. Sawa, kwa miaka minne tumemshuhudia Dickson Job akiwa ni sehemu ya muhimili mkubwa kwenye safu ya ulinzi ya klabu ya Young Africans tangia alipokuwepo mwalimu Nasser Bin Nabi, wakapita na Miguel Angel Gamondi, zama zao zikaisha, amekuja mwalimu Pedro Goncalves ameweza kupata injury. Pengine ndio wakati hasa wa ufalme wa Job kuvunjika kwenye kikosi Young Africans, kwa maana wananchi wakae tayari kuweza kumsahau kwenye ubora wake, lakini pia maana tunafahamu majeraha yamekuwa ni sehemu ambayo huwa hayawaachi hawa wachezaji sehemu salama kweli kweli. Nafikiri mimi nimekuwa ni muumini wa kuzungumza kwamba inawezekana mchezaji akaenda nje ama akapata majeraha ambayo akamweka nje kwa muda kadhaa, lakini recovery yake ambayo itakuwa inafanyika ndio sababu ya yeye kurejea namna alivyokuepo ama asirejee katika wakati ambao alikuwa akicheza. Kwa hiyo kama recovery yake itakwenda katika wakati ambao tunasema stay phase by phase, inawezekana akarejea katika kiwango chake, japokuwa anaweza asikliki kwa haraka ama asirudi kwa haraka huo kwenye kiwango chake ambacho alikuwa nacho, lakini akaweza kurejea Dickson Job yule ambaye ni mzuri ama alikuwa anaonyesha performance bora kwenye kikosi cha Young Africans. Lakini pia kama haitakuwa nzuri ama itakuwa ni kwa haraka zaidi kurejea kwake kulingana na mahitaji ya timu, basi kuna uwezekano akawa anapata injuries za mara kwa mara. Tumeshuhudia Clement Mzizi hapa karibuni alitaka kurejea, lakini baada ya muda mchache tena akapata injury ambayo ameenda kufanyia upasuaji. Kwa kama itahitajika subira ya kusubiri na kuweza kuangalia na magari ambapo atarecover taratibu na kurejea kwenye kikosi, basi Dickson Job kuna asilimia karibuni 50 za kurejea kwenye kikosi na kufanya kile ambacho amekuwa akifanya.
katika kikosi cha Young Africans. Sawa, ni pigo pia kwa timu ya taifa Tanzania Taifa Stars ambayo iko chini ya mwalimu Miguel Gamondi. Ukiangalia taifa linakwenda kwenye michuano ya kalenda ya FIFA hivi karibuni huko nchini Rwanda. Hiyo inampa maswali mwalimu Miguel Gamondi wa kikosi cha timu ya taifa Tanzania, sababu ni mchezaji ambaye kwenye national team call-up zote alikuwa anaitwa na alikuwa anaonyesha kiwango bora. Ukizingatia michuano hii iliyotoka kumalizika, michuano ya AFCON iliyofanyika pale nchini Morocco, alikuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao walikuwa ni muhimu kwenye kikosi cha timu ya taifa Tanzania. Kwa ni pigo, lakini pia ni nafasi kwa wale ambao walikuwa hawapati nafasi kwenye kikosi cha timu ya taifa Tanzania. Sasa mwalimu anakwenda kuangalia kwa jicho lingine, kutazama ni wapi ambapo anaweza akapata mchezaji ambaye atakuja ukava nafasi ambayo alikuwa anaikava ama alikuwa anaipata Dickson Job kwenye national team. Kwa walinzi wengine ambao ni wa Kitanzania wanawiwa ama wanahitaji kupata nafasi kwenye kikosi cha timu ya taifa Tanzania, huo ndio wakati wao kuweza kumuonesha mwalimu kwamba na wao wanastahili kuwepo kwenye kikosi cha timu ya taifa Tanzania kulingana na namna ambavyo kwa sasa timu ipo kwa kumkosa Dickson Job katika eneo hilo. Sawa, huyo ni Dickson Job, BBD Big Brain Defender ambaye amefanywa operation ya goti mara baada ya kupata majeraha kwenye mchezo dhidi ya Simba Sport Club, na hatimaye idadi ya majeraha kwa klabu ya Young Africans imeongezeka na kuwa watu wawili mara baada ya Clement Mzize ambaye atakaa nje hadi mwishoni mwa msimu huu. Jina langu ni Leopold John, nilikuwa na Mdachi Ali Omari. Hadi wakati mwingine, cha kufanya bakia nasi Anuari TV.